DC, makamu mwenyekiti, mkurugenzi wetu mtendaji, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Amani ya Bwana iwe nanyi. Kwanza nipende chukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi, aliyeweza kututetea sisi sote kuwa na afya njema. Lakini kipekee nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kuhudumia sisi wa Tanzania. Lakini pili, ndugu mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze waheshimiwa madiwani. Pongeze Mheshimiwa DC kwa kazi kubwa ya kuwahudumia wana Kisarawe. Leo hii Kisarawe ya jana sio ya leo. Lakini vivyo niwapongeze sana watumishi wote, kazi kubwa ambayo mnaifanya. Mimi mwenyekiti wenu niko pamoja na nyinyi. Na ndugu zangu, niwatakieni heri ya mwaka huu mpya, maana tangu ndio baraza la kwanza tangu mwaka umeingia. Lakini niwaombe twendeni tukawahudumie wananchi kwa weledi. Ndani ya mwaka huu ni kazi na utu, tunasonga mbele. Niwaombe sana ndugu zangu, twendeni tukaitafasiri ilani, twendeni tukaitekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, sisi hapa wote tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tumsaidie Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya. Ziko fedha zimekuja katika maeneo yetu. Mimi niombe sana waheshimiwa madiwani, iko miradi inasuasua, fedha zipo lakini miradi haiendi kwa spidi. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa DC, spidi iongezeke. Baadhi ya miradi nimeenda kuitembelea mimi mwenyewe kimya kimya, ukimsikiliza fundi, ukimsikiliza mkandarasi, majibu yake hayaingii. Kwa hiyo niombe sana kwa wale ambao fedha zipo katika maeneo yao, miradi inatekelezwa katika maeneo yetu, basi wale waliopewa dhamana ya utekelezaji wa ile miradi iende kwa kasi, ili mwisho wa siku wale wa Tanzania wanyonge ambao Mheshimiwa Rais anatamani kuona wakipata huduma waende wakapate. Lakini endelee kumshukuru sana kaimu mkurugenzi ambaye ndio afisa elimu wetu wa sekondari. Kiukweli kazi kubwa umeifanya sana ndugu yangu. Mimi Kisarawe hii mnajua, katika watu ambao walikuwa wana stress kama walimu hakuna. Leo hii walimu ukiwaangalia nyuso zimekunjuka. Kazi nzuri ambayo umeifanya. Na mimi imani yangu kubwa kwako. Wakati mpango wa kupunguza zero, manake tulianza na mpango wa zero, kaja ondoa zero, kaja tokomeza zero. Wakati ule tulikuwa tuna zero 374. Tulipoanza ule mpango wakati huo Mheshimiwa DC Seneda, zikashuka zikawa 256. Kuja Mheshimiwa Joketi akaziendeleza. Leo Mheshimiwa Magoti anawatoa watu ghetto anawaleta hostel, zero zimeonekana 126. Mimi nikupongeze sana Mheshimiwa DC. Nitaka kumkomboa mtu jamii, nenda kawape hili ambalo mnalifanya. Sio kulipwa mshahara na serikali tu, hata Mwenyezi Mungu atawalipa. Kwa wale watu ambao watapata madaraja watakuja kuihudumia hii jamii, lakini sosi yake ni mimi ambao nienda kutimiza wajibu wenu. Kwa mimi niwaombe sana watumishi, pendeni tukahudumia wananchi wetu. Mimi kama mwenyekiti wenu niko pamoja na nyinyi, na Kisarawe iko baridi na iko shwari. Mwenye spidi ya kufanya kazi atafanya kazi, na mimi sina yana kuwasifia wale ambao wanafanya kazi nzuri. Nimemsifia afisa elimu sekondari na afisa elimu msingi, kazi nzuri wameifanya. Leo hii DC, wewe unajua hakuna mtu yoyote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asitamani mtoto wake kwenda Joketi, katika eneo ambalo ni shida. Katibu wangu anajua mimi ofisini sikai, kwa sababu kila anayekuja pale katika watu 10, watu 8 wote wanataka nafasi Joketi.
Kwa hiyo niendelee kuwatieni moyo watumishi, afisa elimu wote wawili, lakini wakuu wa vitengo, dada yangu Eva kwenye mpango wa maji umefanya kazi kubwa na kazi nzuri, dada yangu meneja wa TANESCO, kazi nzuri mnaifanya. Kiangalia kiwango cha kukatika kwa umeme kati ya kwangu mimi na kwa maeneo ya wenzangu, hali naiona. Hata meneja wangu wa DAWASA meona kazi nzuri, pamoja na ukame tuliokuwa nao, lakini kidogo Kisarawe tunapata maji. Kisikiliza wenzetu huko, mpaka siku moja Mwenyezi wangu kamfuata waziri akilalamika Mwembe Chai hakuna maji, lakini sisi Kisarawe tunaoga vizuri. Kwa hiyo nipongezeni sana kwa kazi kubwa ambayo nyinyi mnaifanya. Kwa binafsi, Mheshimiwa Mwenyekiti, niwatakieni kila la heri katika shughuli zenu. Nami niwaombe sana ndugu zangu, tukifanya kazi kwa kupendana hakuna litakalokushinda. Lakini kufanya kazi kwa majungu, kazi inakuwa ngumu. Niwaombe watumishi, tupendane. Tukipendana tutafanya kazi nzuri, na hata yale malengo ya Mheshimiwa Rais ya kuwahudumia wananchi wake wanyonge yataenda kutimia. Ndugu Mwenyekiti, mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi hii. Niko pamoja na serikali yangu ambayo inatekeleza majukumu yake, na yako maneno hapa, idara nafikiri zimejipanga kama ardhi, na hata hiyo migogoro ya wakulima wa wafugaji, Mheshimiwa DC najua wewe ndio mwenye vyombo wako, waliokuja kwa utaratibu au hawana shida, lakini wale wasiokuja kwa utaratibu hao ndio wenye shida sana. Na hata ule mpango alikuwa afisa Dr. Kasian, afisa mifugo, bado yuko Kisarawe, alikuwa na mpango mzuri sana, na hata kwa wakati alikuwa anaingia site alijitahidi sana kupunguza shida ya migogoro ya wakulima na wafugaji. Sijajua ni kitu gani kimemrudisha nyuma, yawezekana majungu. Mimi nasema ukweli. Ukimuuliza Dr. Kasian, kila mfugaji wa kila eneo anawajua kwa majina. Hiyo adha washika madiwani nyinyi mnazungumza, mimi kwenye simu yangu mimi nalima Kidugala, wameingiza wafugaji. Nikamwambia bwana, sitaki nyie msifuge, nataka mfuge, kwa sababu maziwa tunayataka na nyama tunaitaka. Fateni utaratibu. Kwa hiyo Mheshimiwa DC, najua utarefuka safari hii. Naomba watendaji, twendeni kuwasaidia wananchi. Wilaya yetu sisi asilimia kubwa ni wakulima. Sasa watu wanaanza kuhamia kuanzia mche mpaka anavuna. Kama zao la miezi mitatu, maana miezi mitatu mtu anaondoka nyumbani. Sasa mimi niwaombe watu wa kilimo na mifugo, hebu wekeni mpango, waleteni waheshimiwa madiwani, mshaurini Mheshimiwa DC wapi wa kukaa nao, wapi wa kuwaondoa, ili kuondoa hii shida ambayo inatuendelea katika maeneo yetu. Itakuwa ni jambo la ajabu sana sana. Na Mheshimiwa DC, ikitokea Kisarawe kuna njaa, mtu wa kwanza kupigwa lungu wewe. Sasa mimi niwaombe idara ya kilimo, idara ya mifugo, sijui zote idara kitengo, wekeni mpango, shaurini mamlaka waone nini cha kufanya ili kuondoa shida ya wakulima na wafugaji katika maeneo yetu. Lazima mkumbuke watu wa Kisarawe mifugo kwao ni migeni, hawajazoea. Yako maeneo kama Dodoma watu wanalima na kufuga. Ikiwezekana watu wakaone Dodoma wanafanya nini mkurugenzi, ili mwisho wa siku kuondoa hizi shida, kwa sababu nyama tunaitaka. Leo wakihamia huko wapi, maana kutoka kilo 12,000 itafika 30 hapa, nyama tutaikuwa tunaiangalia kwa macho, maziwa tutakuwa tuyapati. Kwa wekeni mpango, tunataka wafugaji wafanye wafuge, tunataka wakulima na sisi tulime, ili mwisho wa siku tuweze kufikia malengo, kwa sababu kila mmoja anatafuta kujikwamua katika maeneo yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikushukuru sana sana, na waheshimiwa diwani washukuru na wapongezeni. Endeleeni kuchapa kazi. Mimi mwenyekiti wenu niko pamoja na nyinyi. Asanteni sana kwa kusikiliza.